Karibu mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV. Kwa siku ya leo tutazungumzia magonjwa ya kawaida ya bata na jinsi ya kuyatibu ili kuhakikisha bata wako wanakuwa na afya na wanakuwa na nguvu na pia wanakuwa na uwezo wa kuzalisha, kutaga mayai mengi na uwezo wa kulea vifaranga. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, na kuomba uwe nami tuweze kushirikiana mwanzo mpaka mwisho ili kusudi tuweze kujifunza hatua kwa hatua. Kikubwa tunakuomba uweze kusubscribe, uweze kulike na comment na uweze kutazama video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naamini kuna vitu vingi ambavyo utajifunza sana. Cha kwanza kabisa mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, inabidi tuweze kufahamu magonjwa ambayo yanasumbua bata. Magonjwa ya bata yanaweza kuathiri uzalishaji na ukuaji mzima kabisa wa bata. Hata pia bata wakashindwa kulea watoto wake au vile vifaranga. Kwa hiyo kuna magonjwa mbalimbali ambayo tutaweza kujadili mimi na wewe na tutaweza kuyaona ili kusudi tuweze kuwa na uzalishaji uliokuwa bora. Kwa gonjwa la kwanza kabisa inaitwa Newcastle disease, au hii magonjwa mengi hapo kitaalamu manake yameandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini yana dalili mbalimbali ambayo wewe ukiona tu bata wako kama ni mfugaji utajua kabisa kwamba kweli bata wangu ugonjwa huu ndio huo. Kwa Newcastle disease hii ni ugonjwa ambao unasababisha homa, bata wanakuwa na kichefuchefu, bata anapoteza hamu ya kula na pia bata anakuwa amepoa na uzito unakuwa unapungua. Kwa mpenzi mtazamaji, mfugaji mwenzangu, kama wewe bata wako umeona wana dalili kama hizo, ujue moja kwa moja bata wako wanaathiriwa na ugonjwa ambao unaitwa Newcastle diseases. Na pia ugonjwa mwingine ambao bata wengi sana wanasumbuliwa ni Gumboro disease au infectious amoebasis diseases. Kwa hiyo huu ni ugonjwa ambao pia unaathiri bata wengi na bata wengi wanashindwa kutaga, wanashindwa kupata mavuno yaliokuwa mazuri. Kwa mfugaji mwenzangu anatakiwa uweze kujua kwamba Gumboro disease ni ugonjwa ambao unakuaje. Gumboro disease husababisha upungufu wa kinga na hata kifo kwa bata wachanga. Sana sana ugonjwa huwa unapenda sana kuathiri bata wale wachanga, bata wadogo. Ina maana vifaranga vya bata. Kwa vifaranga vya bata vile vyote huwa vinaathiriwa na ugonjwa unaitwa Gumboro disease. Kwa ukiona dalili kama hizo ujue kabisa bata wako wameshashambuliwa na hii Gumboro disease. Kwa ugonjwa mwingine wa tatu ambao ni muhimu sana kufahamu, kwani magonjwa yako mengi sana, ni coccidiosis. Hii coccidiosis inasababisha kuharisha damu. Kama bata wako umeona wanaharisha damu, au bata wako unaona wanapungua uzito, au bata wako ni wadhaifu tofauti na wanaona kwenye skrini yako. Kwenye skrini yako bata wamechangamka, wanakula, kuwekea chakula wanakimbilia kama unavyoona hivyo, wanakula, wanaenjoy, hawa hawana shida ya ugonjwa. Lakini ukiona kama ni bata wako wanaharisha damu, bata wanapungua uzito, bata wanakuwa wadhaifu, ujue moja kwa moja hawa wanasumbuliwa na ugonjwa unaitwa Gumboro, unaitwa coccidiosis. Sawa. Na ugonjwa mwingine wa nne ambao ni pia ni changamoto sana kwa wafugaji wetu na wengi wamelalamika kwenye jambo hilo, ni kuhusiana na ugonjwa wa respiratory infections. Hii respiratory infection hata kwa binadamu pia huwa wanasumbuliwa sana. Kwa kama wewe ni mfugaji, naamini hili jambo unalijua na ishakutokea na huwa unakutana nalo. Hii respiratory infection yani magonjwa ambayo ya mfumo wa kupumua, kwa magonjwa ya mfumo wa kupumua. Kwa hiyo kama utaona mfugaji mwenzangu bata wako ana shida kama bronchitis au pneumonia, ina maana bata wanakuwa wanakohoa, bata wanakuwa wanapumua kwa shida, bata wanakuwa wana mafua, unaona. Kwa hiyo yote ni magonjwa ambayo yanaambukiza mfumo wa hewa au kwa kitaalamu inaitwa respiratory infections. Kwa hiyo hayo ndio baadhi ya magonjwa mengi ambayo yanasababisha bata wako waweze kupungua uzito, bata waweze kuumwa, mpaka hatimaye wanapelekea bata kuweza kupoteza uhai. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, pia ugonjwa lingine la tano ni parasite, yani ndani na nje. Hawa parasite wako aina mbili. Unapokuwa unaongea maana parasite ni maana kwamba
ni wale wadudu ambao wanategemea, wananyonya au wanakula zile nutrient ambazo zinapatikana kwenye mmea, kwenye bata, maana kwenye mnyama bata, na wao wanajifidia wenyewe, wanafidi kutoka kwenye bata. Na parasite asilimia kubwa ni minyoo, kuna buibui wa ngozi. Kwa parasite wako aina mbili, kuna wengine wako ndani, wengine wako nje. Kwa hiyo bata wako wana minyoo au wanakunya mavi ambayo yana minyoo, hujue moja kwa moja wana minyoo. Pia kuna mabuibui kwenye ngozi, wanakuwa wanakula damu, wanafyonza damu, wanamnyonya bata, hujue bata wako atakuwa hapati matunzo mazuri, na bata wako atakuwa hana afya iliyokuwa nzuri. Na pia parasite hao, dalili nyingine bata wanakuwa watapika, pia bata wanashindwa kupata lishe ile nzuri. Hiyo yote ni dalili, au zote hizo ni magonjwa ambayo yanasumbua bata. Kwa mpenzi mtazamaji, tulikuwa tunatazama magonjwa moja au nyingine, na kuomba kumbuka kusubscribe, kulike na comment. Na kitu kingine mpenzi mtazamaji, magonjwa maangalia kwa dalili za magonjwa, kumbuka kuna dalili zingi za magonjwa zinajirudia rudia. Yaani kuna dalili nyingi ambazo zinajirudia rudia, lakini magonjwa mengi yanasababishwa au nilikutajia hapo awali. Kama kupoteza hamu ya kula, bata anakuwa analisha, bata anashindwa kupumua, bata na manyoya yanakuwa yanaanguka tu. Hiyo yote ni magonjwa ambayo bata wanakuwa wanasumbua. Kwa hiyo ili uweze kuwa mtu wa faida na channel yako ya Nebuye TV, tutakufundisha magonjwa na dalili zake kama ulizoziangalia hapo awali, na pia tutakufundisha jinsi gani ya kutatua hayo magonjwa. Na hapa tutakuwa tumekusaidia mpenzi mtazamaji, na kutimiza malengo ya Nebuye TV, kusaidia wafugaji wadogo wadogo, wale wafugaji ambao wanafuga nyumbani, kama unavyoona mfugaji wetu hapo. Ndio mfugaji wangu hapa. Kuna chanjo mbalimbali. Cha kwanza kabisa, jitahidi sana bata wako wachanjwe chanjo ya Newcastle, chanjo ya gomboro na chanjo ya pneumonia. Ukiwachanja bata, basi utakuwa umeepukana na magonjwa hayo. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, jaribu sana kufanya usafi wa banda. Maana magonjwa mengi kama ya mfumo wa hewa yanasababishwa na uchafu. Kwa banda lako likuwa chafu, wadudu wataingia mle ndani na wanasababisha magonjwa kama hayo ambayo tuliosema. Na kitu kingine, jitahidi sana lishe kwa sahihi kwenye virutubisho kwenye chakula cha bata unachokuwa unawapa. Kwani wakulima wengi au wafugaji wengi wa bata hawapi lishe iliyokuwa bora, na bata wao wanakuwa hawapendezi, wanakuwa wanalisha. Ukiangalia bata wamekula, wengine wanalala, wani wako wamenenepa, wako vizuri. Hawa bata wana lishe nzuri, ndio maana wako vizuri, wanapendeza. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, ukumbuke kwamba dawa za minyoo, tumia dawa za minyoo. Kuna video nyingine ambayo nimeweza kuelekeza kwa jinsi ya lishe. Kuna video nimeshaitoa ambayo inaelezea jinsi ya kutibu minyoo. Nafikiri kwenye playlist, naomba ufuatilie na uangalie, itakusaidia. Pia utenge bata walioathirika. Bata walioathirika jaribu kuwatenga katika mazingira yao mengine tofauti na bata wengine wa kawaida. Pia mpenzi mtazamaji, kumbuka kinga ni bora kuliko tiba. Jitahidi sana bata wako wachanje, wapate lishe bora, ili kusudi wasiweze kupata changamoto yoyote. Nikuombe mpenzi mtazamaji, ukumbuke kusubscribe, ushare hii video na wenzako, ili kila mfugaji apate uelewa sahihi sana. Pia mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, kwa hiyo rafiki yangu, kilicho muhimu si mtaji mkubwa, bali ni kuanza na ulicho nacho. Kwa mpenzi mtazamaji, kama video hii imekusaidia, naomba uweze kulike, uweze kusubscribe, na pia uweze kushare na watu wengine. Na hii video kwa wafugaji wengine. Na kama unahitaji mwongozo wa hatua kwa hatua kuhusu lishe ya bata, kuhusu ujenzi wa banda na kuhusiana na masoko, acha neno nataka mafunzo kwenye comment. Kwa hiyo kwenye comment yako ukiacha neno nataka mafunzo, ina maana mimi nitakufundisha utaweza kujua hatua kwa hatua ujenzi wa banda, utaweza kujua lishe bora ya bata, utaweza kujua masoko unapataje. Na kitu kingine, angalia playlist zetu, fuatia playlist ambazo zinahusiana na ufugaji wa bata. Ukifanya hivyo mpenzi mtazamaji, utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wapo vizuri. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, niweze kuachia swali kama umeweza kunielewa vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Naomba nitajie magonjwa 5 ambayo bata wanaenda kusumbuliwa sana. Naomba nitajie magonjwa 5 ambayo bata husumbuliwa.
Asante sana.